Wakati mwanzoni Vanessa alikuwa ameonyesha nia ya kukata tamaa kabisa kwamba hawezi kumpata Jux, awamu hii ameweza kuandika ujumbe ambao mimi nitakuwekea hapo kwenye screen utauona, lakini pia nitakusomea ili uweze kufahamu kile ambacho ameweza kukiandika. Na baada ya kuandika huo ujumbe umeonyesha dhahiri kabisa kwamba yeye sasa yuko serious na hataki kabisa kuhakikisha kwamba anapoteza hii nafasi ambayo kwa upande wake anasema kwamba ni nafasi ya dhahabu. And of course imetokea katika kipindi ambacho sidhani kama watu wengi walikuwa wanategemea kwamba angerudi kwa mara nyingine tena kuja kuandika juu ya hiki ambacho ameweza kukiandika hapa, lakini mimi nitakuwekea tu jinsi ilivyo, then utakuja kuniambia maoni yako ni yapi kuhusiana na hiki ambacho Vanessa ameweza kukiandika. Na ni ujumbe ambao kwanza kashare picha yake yenyewe ilikuwa inaonyesha na machozi, ni kama vile alikuwa analia na vitu kama hivyo. So nitakusomea hapa. Muhimu zaidi tuanze tu moja kwa moja mpaka mwisho hii video kupata kufahamu kweli wote, lakini point ya msingi kabisa ni wewe tu kuonyesha upendo kwa kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video. Kumbuka kuna mengi zaidi ambayo yanaendelea kuhappen huko, so mimi nitakuwa nakuletea zile stories zote ambazo naona kabisa ni story ambazo ukisikia au mwenyewe lazima utapata kutoa maoni yako kwamba unadhani inakuaje kwaje. So tazama chini ya hii video hapo kuna neno limeandikwa subscribe, fanya kulibonyeza mara moja tu. Baada ya hapo like video, kisha kwenye sehemu ya maoni utakuja kuachia comment yako kutokana na kile ambacho utakomeza kitazama katika hii video. Mimi naitwa Gabby Official na hii ni Bongo Vibe, channel namba 1 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba updates zote kuhusiana na trending issues basi unakuwa kwanza kuzipata hapa kwenye channel yetu on time kabisa. Sasa acha nikupe update kuhusiana na hiki ambacho Vanessa ameweza kukiandika hapa. Nadhani unaona mwenyewe picha kwenye screen hapo. Kwanza ameandika kwa Kiingereza, my heart is filled with long term sadness. I feel like a woman who is unlucky to lose a man like Jux, but still my faith tells me not to accept failure if I can still try again. Ameandika hivyo Vanessa Mdee, ambapo bila shaka unaweza kwa wale ambao English haipandi kidogo, kwa Kiswahili amemaanisha kwamba moyo wangu umejaa majonzi ya muda mrefu sana na jinsi mwanamke nisiye na bahati kumpoteza mwanaume kama Jux, lakini bado imani yangu inaniambia kwamba nisikubali kushindwa ikiwa bado ninaweza kujaribu tena. Imagine, ni ujumbe huu ambao Vanessa ameweza kushare kupitia ukurasa wake wa Snapchat. Na cha kujiuliza hapo ni kwamba kuna nini hasa ambacho kinamfanya Vanessa anamngangania sana Jux kwa kiasi kama hiki hapa, ili hali yeye ndo alikuwa mtu ambaye alikuwa kwanza kabisa kuweza kumwacha Jux. Tunafahamu Jux hakumwacha Vanessa, ila the truth ni kwamba Jux aliachwa na Vanessa. So why Vanessa analazimisha sana kumtaka Jux aweze kurudiana naye? Anangangania sana. At the time Jux yuko kwenye True Love na Priscilla Ojo. So nilitegemea kwamba kile kipindi ambacho hata Vanessa kama kwenye ndoa yake kuna changamoto, basi ilibidi atulie kabisa. Tena Jux ilitakiwa asiguswe kabisa, kwa sababu tunafahamu yeye huku katulia zake, mahusiano yake yako poa kabisa, hata kilongolongo. And of course hajamgusa kabisa Vanessa kwa namna yote ile pale, wala hata kumchokoza wala hata kumlingia. So why Vanessa anafanya haya yote? Hiki ndio kitu ambacho kinafanya watu wengi sana wanajiuliza maswali. Huu ujumbe alioandika Vanessa bila shaka unaweza ukawa una serious ndani yake, kwa sababu sio rahisi. Anyway, maoni yako ni yapi kuhusiana na hiki hapa hivi ambacho Vanessa ameweza kukiandika? Tuambie kwenye comment section hapo chini ya hii video, lakini mimi mzidi tu usisahau kusubscribe kwa sababu kuna mengi zaidi ambayo yanaendelea kuhappen. Nitakuwa nakuletea hapa on time.